Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huko tukitumania kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kala ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika masuala yake ya kisiasa, kiusalama na hata ya kidiplomasia. Na kufuatana na yale ambayo tumekwenda kuandalia siku ya leo, tutakwenda kuanza na habari ya wanaume wenye silaha ambao walidaiwa kuwa wanachama wa Allied Democratic Forces yani ADF, ambao walifanya mikutano wiki hii katika vijiji vya Makuku na Ndioka vilivyoko katika sheferia Babilaba kwanza wilayani Mambasa mkoani Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya mashirika ya kirahia, mikutano hiyo ilikuwa na lengo la kuweka mfumo mpya wa kutoza ushuru kwa wakazi wa eneo hilo. Vyanzo vya habari hivyo vinaweka wazi kuwa wananchi wanalazimika sasa kulipa faranga za Kongo 30,000 ama 30,000 francs congolais kwa ajili ya utambuzi wa mashamba yao, pamoja na ushuru mwingine wa dola 50 ama $50 American. Madai haya ya kifedha yanaonekana kuongeza ugumu wa maisha kwa wakazi ambao tayari wanakabiliwa na hali mbaya ya usalama. Aidha, raia kadhaa waliotekwa nyara katika siku za hivi karibuni wameripotiwa kuachiliwa huru baada ya kulipiwa fidia, mara nyingi kupitia huduma za fedha za simu ama mobile money, kwa mujibu wa vyanzo hivyo. Hali hii inaonyesha kuendelea kuwepo kwa mifumo isiyo rasmi ya ufadhili inayotumiwa na makundi ya wahasi katika eneo hilo. Matukio haya yanajiri licha ya operesheni za pamoja zinazoendeshwa na Forces Armed de la République Démocratique du Congo FARDC pamoja na Uganda's People's Defense Force au UPDF, ambazo katika miezi ya hivi karibuni zimefanikiwa kuvunja baadhi ya mitandao ya usambazaji na ufadhili inayohusishwa na ADF. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo za kijeshi, uwezo wa kundi hilo la wahasi kuendelea kuleta madhara bado unaonekana kuwepo, hasa kupitia mbinu za kulazimisha malipo na kuwatia shinikizo raia, hali inayoonyesha changamoto za kiusalama zinazoendelea katika eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ama upande wa kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Forces Armed de la République Démocratique du Congo FARDC zinaripotiwa kuchukua tena udhibiti wa eneo la Moliro lililoko takriban kilomita 350 ama presque 350 km kusini mashariki mwa Moba katika mkoa wa Tanganyika. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vinavyofanana, vinadai kuwa eneo hilo hapo awali lilikuwa chini ya udhibiti wa Zambia Defense Force ZDF, katika mazingira ambayo bado hayajafafanuliwa kikamilifu kuhusu sababu na namna ya uwepo wao. Kurejeshwa kwa udhibiti wa Moliro na jeshi la Kongo kunachukuliwa kama hatua ya kuthibitisha tena mamlaka ya taifa katika sehemu hii yenye umuhimu wa kimkakati. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kwa kina kuelezea namna operesheni hiyo ilivyofanyika wala makubaliano yaliyoweza kusababisha kuondoka kwa wanajeshi wa Zambia. Hata hivyo, mabadiliko haya yanatokea katika mazingira ya kikanda yenye changamoto za kiusalama na masuala nyeti ya mipaka yanayohitaji ushirikiano wa karibu kati ya nchi jirani. Kwa ngazi ya ndani, mabadiliko haya ya udhibiti yanaweza kuwa na athari kubwa, hasa katika masuala ya usalama na utawala wa eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na uwepo wa vikosi vya kijeshi na mvutano wa mipakani. Ujumbe ama delegation ya Les Volontaires pour la Défense de la Patrie VDP ambao wanajulikana tena kama wapiganaji wa Zalendo wanaripotiwa kuwasili katika maeneo ya Lunyansenge katika wilaya ya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, baada ya kupita katika maeneo kadhaa yaliyokuwa yameachwa hivi karibuni na wahasi wa FCM23 RDF. Ukiongozwa na jenerali wa kujitangaza Jeremie Mayani, delegation hiyo inaendelea na ziara ya ukaguzi katika muhimili ama akse kadhaa ya kimkakati, ikiwemo Kipepe, Vukununu na Talia.
katika eneo linalokumbwa na mabadiliko ya hali ya usalama katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano cha VDP Wazalendo, ziara hiyo inalenga kufanya tathmini ya operesheni zilizofanyika uwanjani kufuatia kuondoka kwa baadhi ya vikundi vya wahasi katika maeneo fulani. Pia inalenga kuimarisha ari ya wapiganaji wanaoshirikiana na FARDC, hasa katika mazingira ambapo uratibu wa vikosi vya ndani unaendelea kuwa changamoto muhimu. Viongozi wa VDP wameeleza pia kuwa dhamira ya ujumbe huo ni kuimarisha ushirikiano kati ya wadau mbalimbali wanaohusika katika operesheni hizo. Viongozi wa VDP Wazalendo wameeleza pia kuwa dhamira ya ujumbe huo ni kuimarisha ushirikiano kati ya wadau mbalimbali wanaohusika katika operesheni hizo, wakiwemo FARDC, makundi ya kujilinda na raia wa kawaida ambao mara nyingi huathiriwa moja kwa moja na mapigano. Hatua hii inajiri katika hali ya usalama ambayo bado ni tete katika wilaya ya Lubero, ambako mwelekeo wa udhibiti wa maeneo unaendelea kubadilika kwa kasi. Hali hii inayohitaji ufuatiliaji wa karibu na uratibu madhubuti kati ya wahusika wote wanaohusika katika juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo. Na huko mkoani Kivu Kusini katika mji wa Uvira, mamlaka za Kongo zinatangaza kurejea kwa hatua kwa shughuli za mahakama, hali inayochukuliwa kama ishara ya kutia moyo ya kurejea kwa utulivu katika eneo hili la mashariki mwa nchi. Mkurugenzi wa baraza la mawaziri katika Wizara ya Haki, Bwana Gaston Usango, ameeleza kuwa mchakato huu unatekelezwa kwa kuzingatia maelekezo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na Waziri Mkuu Bibi Judith Suminwa. Baada ya ujumbe wa kazi uliofanyika mwezi Februari mwaka 2026 katika eneo la Kivu Kusini, mamlaka zilisisitiza umuhimu wa kufufua taasisi za mahakama, zikizingatiwa kuwa nguzo muhimu katika kurejesha mamlaka ya dola. Awali, kipaumbele kilitolewa kwa mahakama za kijeshi kutokana na hali ya usalama iliyokuwa bado ni tete. Kutokana na kuimarika kwa kiasi kwa hali ya usalama, mahakama za kiraia sasa zinaanza kurejea katika shughuli zake. Miongoni mwa taasisi zinazoanza kufanya kazi tena ni ofisi ya mwendesha mashtaka karibu na mahakama kuu pamoja na mahakama ya amani ya Uvira, ambazo zinaanza kufanya kazi taratibu. Akizungumzia uhaba wa majaji na waendesha mashtaka, Bwana Gaston Usango alieleza kuwa changamoto hiyo inahusiana kwa kiasi kikubwa na hali ya usalama, akitaja hasa shughuli za wahasi wa M23 pamoja na madai ya kuhusika kwa Rwanda. Hata hivyo, alihakikisha kuwa juhudi zinaendelea ili kuongeza idadi ya watumishi wa mahakama na kuhakikisha utendaji wa kawaida wa taasisi hizo. Kwa upande wake, waziri wa haki wa mkoa Faustin Mayani amepongeza hatua zilizopatikana, akizihusisha na juhudi za pamoja za rais pamoja na FARDC. Anaona kurejea kwa vikao vya mahakama kama ishara muhimu ya kurejea kwa utawala wa sheria na mamlaka ya dola, huku akitarajia kupungua kwa vitendo vya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Hatimaye, kwa msaada wa serikali kuu na viongozi wa mkoa, hususan Governor Jean-Jacques Purusi Sadiki, mamlaka zinapanga kuharakisha urejeshaji kamili wa mahakama za kiraia. Lengo kuu ni kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za haki katika eneo hili ambalo limekumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Katika masuala ya kidiplomasia pia, nchini Marekani, takriban maseneta 30 ama presque 30 senateur wa chama cha Democratic wameonyesha upinzani mkali dhidi ya mpango unaofikiriwa na utawala wa Marekani kwa kuwahamisha zaidi ya wakimbizi wapatao 1000 ama 1000 refugee wa Kiafghanistani waliokwama Doha kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika barua yao ya tarehe 28 Aprili iliyomlenga waziri wa mambo ya nje Bwana Marco Rubio, wabunge hao wanaitaka serikali ya Marekani kuachana kabisa na mpango huo. Kundi hilo linaloongozwa na Seneta Richard Blumenthal na pia linajumuisha wanasiasa wengine wakuu kama Richard Durbin, Tim Kaine,
Chris Coons na Mark Warner. Wabunge hao wameuelezea mpango huo wa kuhamisha wakimbizi kama usaliti kwa washirika wa Afghanistan waliowahi kushirikiana na majeshi ya Marekani, wakiwemo wakalimani ama translators, wanajeshi wa zamani wa vikosi maalum na familia zao, zikiwemo takriban watoto wapatao 400 ama 400 enfants. Kwa mujibu wao, watu hao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu wakiwa huko mjini Doha. Katika barua yao, maseneta hao pia wamekumbusha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu na kiusalama ambao umeelezwa na Umoja wa Mataifa kuwa miongoni mwa hali ngumu zaidi za uhamasishaji wa watu duniani. Hatimaye wamemtaka waziri wa mambo ya nje wa Marekani kusitisha mara moja mazungumzo yoyote na Kinshasa kuhusu mpango huo, wakisisitiza kuwa si sahihi kuhamisha makundi yaliyo hatarini katika nchi ambayo tayari inapitia changamoto kubwa za kiusalama na kibinadamu. Na kwa taarifa hii, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa ambayo inazidi kutengeneza vichwa vya habari katika sekta za kiusalama, za kisiasa na hata za kidiplomasia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.